Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninatumaini Mungu amekupa neema tena na majira mengine. Ninakukaribisha katika kipindi cha hakuna gumu kwa Mungu. Hakuna gumu kwa Mungu. Leo tutajifunza jinsi ya kuvunja laana za ukoo au laana za kifamilia. Leo tutajifunza jinsi ya kuvunja laana au za ukoo au familia. Jinsi ya kuvunja laana za ukoo au za kifamilia. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Asante kwa sababu ya msikilizaji huyu uliyempa neema, uliyempa kibali tena Bwana cha kuweza kuwepo katika kipindi chako na gumu. Bwana Yesu, asante kwa sababu hautamwacha. Amekuwa kwa muda mrefu akitafuta namna ya kuweza kutoka katika mizimu ya ukoo, kutoka katika mifumo ya ukoo na familia. Yesu Kristo, tufundishe, tupe maarifa kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe na kusalimu tena katika jina la Yesu. Laana za kifamilia ni hali ambapo matatizo hujirudia katika ukoo, maisha ya kufanana katika ukoo na kushindwa katika ukoo. Kuna mzunguko wa mateso usioisha. Umaskini wa kizazi hadi kizazi, ndoa kuvunjika mara kwa mara, magonjwa ya kurithi, kuchelewa kufanikiwa. Lakini yote haya ni mifumo ya ukoo. Sasa tunapozungumzia habari ya mizimu, tunazungumzia kwamba habari ya mizimu sio mababu waliokufa, wala mizimu sio mababa waliokufa au mabibi. Mizimu ni mapepo yaliyovaa sura za watu au wazee waliokuwa wanaheshimika. Lengo lao ni kupewa ibada na kuheshimiwa kama wale wazee walivyokuwa wanaheshimiwa. Sasa tuna kundi kubwa la watu waliookoka wanaosumbuliwa sana na roho hizi za mizimu na roho za laana za kifamilia. Kuna uwepo wa matamko na roho zilizosimama kwenye ukoo, zinazopelekea watu kuteseka na watu kupata shida na kuhangaika. Na hii imepelekea watu wengi kukosa majibu. Ameokoka na sali, lakini mambo na vitu haviendi. Ameokoka na sali, lakini mambo yanakwama. Sasa anashindwa kujua anaanzaje, anashindwa kujua anatokaje. Mbona wengine kwenye familia fulani wana neema, mbona sisi hatuna neema? Lakini Biblia inasema kitabu cha Ezekiel 22:30, Bwana akatafuta mtu mmoja kati yao atakayetengeneza boma. Kwa Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye yuko tayari atakayeweza kuweka ulinzi kwa ajili ya familia. Kwa Mungu yuko tayari kusaidia familia yenu. Mungu yuko tayari kukusaidia hata wewe, lakini ukubali kujua chanzo cha matatizo. Kitabu cha Kutoka 20:5, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukia. Kwa hiyo mambo ya vizazi vinaweza kurithi, mambo ya vizazi yanaweza kurithiwa, lakini si lazima yaendelee kama ukipata akili, kwa sababu kuna habari njema kupitia Yesu Kristo. Kila laana inaweza kuvunjwa. Galatia 3:13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Dalili za laana katika familia ni matatizo yanayojirudia katika ukoo, vifo vinavyofanana katika ukoo, juhudi nyingi bila mafanikio katika mafanikio na biashara, ndoto mbaya za mara kwa mara, vizuizi visivyoeleweka, kuchelewa katika maisha. Kwa ukiona hizi, jua kabisa ni dalili. Ukiziona hizi dalili, kuna uwezekano wa kifungo cha kifamilia. Ukiona mimba kuharibiwa, ndoto mbaya, maisha watu kukwama. Ukiangalia maisha yako uliokoka na ndugu zako unaona yako sawa, unaanza kujiuliza kwa nini, mbona mimi sielewi, hali iko hivi. Lakini umeokoka, umekuwa na maswali mengi, natokaje mimi, nachomokaje kwenye mambo kama haya? Nimeombewa sana, nimetoa sadaka sana, lakini mbona najitahidi kutoka? Nimeshainua sadaka za ukombozi sana, nimeshatoa sadaka za kuvunja maagano sana, lakini mbona sitoki? Mbona sikuamuki? Unaanza kujiuliza maswali mengi. Mimi mtumishi wa Mungu Bishop Emmanuel Sinduiji nimekuja kwako kukutia moyo, na nimekuja kukupa hatua 7 za kutoka, na tutafanya maombi hapa. Tafanya maombi na wewe kwa imani. Ninaamini kabisa utatoka. Naamini kabisa utakuamuka. Hautaweza kubaki hapo ulipo.
Huenda umekutana na watumishi wengi wamekuambia, mimi Mungu ameniita katika ile eneo. Mimi nimeitwa katika eneo la mambo ya ulimwengu wa roho na mambo ya kufunguliwa kutoka kwenye miungu. Deliverance na yote unayojua wewe. Yesu ameniita katika hilo eneo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima uanze kujiuliza na uanze kuyatafuta na kuyafuatilia ili uweze kutoka na uweze kukuamuka katika hiyo changamoto ambayo inakusumbua. Kwa hiyo maana nimekuja kwako kukutia moyo. Nimekuja kwako pia kukupa hatua 7. Hatua ya kwanza ili uweze kutoka. Hatua ya kwanza, tambua na kubali tatizo. Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kosa kuwa na maarifa. Huwezi kushinda usichokijua. Tambua mzunguko uliopo kwanza. Tambua kwanza tatizo ambalo linakusumbua limetoka upande wa baba yako au upande wa mama. Hawezi kupigana na adui usiyemjua. Hawezi kupigana na mfumo ambao haujui. Lazima utambue na ukubali tatizo lipo na limetokea wapi. Ni upande wa baba au wa mama, na chanzo cha tatizo nini. Ukishatambua ndipo tunaweza kuanza maombi. Kwa huwezi kushinda, hawezi kukishinda, hawezi kuwa mshindi dhidi ya adui yako bila kumjua adui yako. Elewa ukoo uliotoka kwanza, una nini? Familia ulikotoka kuna nini? Ninapozungumzia ukoo nazungumzia babu bibi. Ninapozungumzia familia nazungumzia mama baba. Kwa hiyo una tofauti ya ukoo. Kuna unapozungumzia dhambi za kurithi kutoka kwa babu, mifumo ya kwa babu. Bwana Yesu tusaidie sana. Kuangalia hicho unachokipitia. Kuna kitu inaitwa madhabahu ya kuambatanishwa na madhabahu ya kufungamanishwa. Madhabahu ya kuambatanishwa ni kile kilichompata baba yako na mama yako kitampata mtoto, kitakupata na wewe. Hii inaitwa madhabahu ya kuambatanishwa. Madhabahu ya kufungamanishwa ni madhabahu ambayo unajifungamanisha katika agano, unajifungamanisha kwa maneno. Kwa mfano, ulikuwa na mahusiano, unajiingiza kwenye mahusiano, unaapa kiapo, mimi ukiniacha sitaolewa, mimi ukiniacha mimi ndio nishasema ni mimi nitakufa. Unajifungamanisha. Kwa madhabahu ya kuambatanishwa ndio tunataka tushughulike nayo hapa. Kuna watu wameibiwa nafasi zao kupitia miungu ya ukoo na wamedanganywa sana watumishi wa Mungu wengi. Lakini leo nataka nikupe siri hizi 7 ambazo wengi hawatakupa. Cha kwanza, fuatilia katika ukoo ulikotokea na familia ulikotokea kuna nini. Baada ya hapo ninakuhakikishia kabisa maisha yako yatakuwa huru. Jambo la pili litakalo kusaidia, tubu dhambi zako na za familia. Acha maombi ya ubinafsi. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Tukizungumza dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Yesu ni mwaminifu. Palipo na Yesu hakuna mizimu. Palipo na Yesu hakuna mapepo. Kwanza tubu. Toba inakusogeza karibu na Mungu. Toba inamwalika Mungu aje atazame kile unachokipitia. Toba inakufanya wewe uwe na mahusiano karibu na Mungu. Toba inaondoa uhalali wa miungu kuendelea kukufuatilia wewe. Unapotubu, tubu dhambi zako na dhambi za wazazi wako. Kitabu cha Ezekieli 18 akasome. Kama ukizibeba dhambi za wazazi wako, ukakumbuka, ukajua walichokifanya, ukaacha, hayo matatizo yatakupata. Lakini kama na wewe uliingia kwenye mfumo ule ule pasipo kujua, lazima uungame. Dhambi hufungua mlango wa laana. Dhambi hufungua mlango wa laana katika maisha ya mtu. Kwa tubu dhambi zako na za familia. Toba hufunga mlango wa adui. Kama toba hufunga mlango wa adui, manake unapotubu dhambi zako na dhambi za wazazi wako na ndugu zako, maana yake unamruhusu Mungu kuingilia kati katika hiyo vita na katika hizo changamoto za kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi zako za familia tubu na umwachie Mungu sasa aingie kazini. Hatua ya 3, mkubali Yesu kikamilifu. Moja ya vita kubwa ambayo Wakristo wanayo au waliookoka wanayo, wanaokoka nusu nusu. Mapepo au hii mizimu haiogopi mtu anayesali. Kumbuka wachawi nao wanasali, makanisani wapo na wana dini zao.
Nakumbuka vile vile shetani haogopi kuingia kanisani, kwa sababu na yeye ameanzisha makanisa, ana wachungaji wa kwake anaowatumia katika mifumo yake. Kwa kitu cha msingi ambacho tunataka ukifahamu, unapookoka maanisha kuokoka. Usiwe vuguvugu. Unapokuwa vuguvugu, maana yake umeruhusu adui aendelee kukucheza na maisha yako. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 vinasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Wokovu ni msingi wa ukombozi. Bila Yesu vita ni ngumu. Bila Yesu vita inashindikana. Huwezi kupigana na mizimu. Sasa wengi unakuta tunampigana naye uzinzi anao, tunapigana naye hana Biblia, tunaombea, anaingia kwenye vita lakini haandiki akiingia ibadani. Maisha ya kanisani alionayo tunamwona kama kondoo, lakini akiwa nje ya kanisa ni mbwa, ni mbuzi. Sasa unajiuliza swali, hata uvaaji wake kanisani na nje ni tofauti. Sasa wokovu, rangi ulionayo kanisani ndio rangi wewe unayo mtaani. Unapoamua kuokoka sio kusali. Kuokoka sio kubadili dini. Kuokoka ni mfumo wa maisha mapya ndani ya Kristo. Kuokoka ni kuhamishwa. Unaacha mambo yote. Kuokoka sio kuvaa nguo ndefu tu. Wapo ambao wanavaa nguo ndefu na hawajaokoka. Kuokoka sio kuacha sigara. Wako ambao hawavuti sigara lakini hawajaokoka. Kuokoka sio pambio. Kwani kina Diamond hawapigi pambio? Kina Diamond sio wanapiga pambio? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kitu cha msingi cha kwanza ambacho unatakiwa ukifahamu, kuokoka ni kubadili mfumo wa maisha yako, lifestyle yako. Kuamua sasa kumfuata Yesu binafsi. Sio unafuata mkumbo, mimi nilipelekwa kanisani na mtu fulani kwa naenda. Yule aliyekupeleka akianguka na wewe unaanguka. Simama binafsi ili uweze kushughulikia miungu. Hii miungu iko serious. Miungu ilipewa sadaka, ilichinjiwa watu. Walichinja mbuzi. Kwa lazima ujue misingi ya kutoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Haya, kanuni ya 4, hatua ya 4. Kataa na kuvunja laana kwa imani. Mithali 26 mstari wa 2, laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Laana zinahitaji kukataliwa. Tamka kwa mamlaka na kataa kila laana. Wakati huo kumbuka umeshaokoka, una Yesu. Una Yesu na unasoma neno na unaomba. Ungana na wapiganaji wa vita vya kiroho. Fanya maombi ya vita. Kataa, vunja kila mifumo, ikatae. Wakati unajihakikisha kwamba nimeokoka kweli. Sasa sio upo kazini unapenda pesa za mchongo, upo kazini una vimada, naacha familia yako, una vitu ambavyo havina msingi. Alafu nataka tukuombee. Wengi wanateseka kwa njia hiyo. Tunawaombea mwezi huu anapoa, mapepo ile mizimu imfuatilie. Baada ya mwezi vinarudi tena. Kumbe alipopata uhamisho au alipopata labda semina za kwenda huko kufanya kazi, akaenda huko akavuta na demu. Akaenda huko akawa na mwanaume. Akaenda huko akaanza kuishi maisha ya upagani. Kumbuka hii mizimu haikemewi. Hii mizimu inaapishwa na kusemeshwa. Ukikemea mizimu inakuramba. Ukikemea mizimu inakulalua. Mizimu imekabidhiwa wewe kisheria. Kwa hiyo wewe lazima utoke kisheria. Kilichoingizwa kwa agano kinaondolewa kwa agano. Na wewe lazima ufanye agano na Kristo. Kuvunja agano la kwanza lazima ufanye kwanza agano na Kristo, ili kwamba ile miungu isikufuatilie tena na umaanishe kuokoka kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namba 5, tumia damu ya Yesu. Ufunuo 12:11. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu husafisha. Damu ya Yesu huvunja vifungo. Damu ya Yesu huleta ushindi. Kwa damu ya Yesu ni kifutio. Damu ya Yesu sio silaha. Damu ya Yesu inafuta mashtaka. Damu ya Yesu inafuta historia. Jifute kwenye kitabu cha ukoo. Kataa miungu ya ukoo. Angalia tabia na dhambi zinazoendelea kwenye ukoo ulikotokea, usizifanye. Mila na desturi achana nazo.
Kuna watu wanalipenda kabila kuliko hata Yesu. Kitaja kabila lake anaamka anasema wewe unasemaje, anaanza kukunjana na wewe. Kwa hapa nazungumzia na watu kwa bali ya mifumo ya laana za ukoo. Angalia kwenye ukoo wenu kuna dhambi gani? Dhambi zinazoendelea kwenye ukoo zinafanya nini? Alafu kataa, usiendelee kuzihalalisha. Ukizihalalisha zinaleta changamoto. Ukizihalalisha zitaleta shida. Ndio unakuta sasa Mkristo ameokoka lakini bado mizimu inamsumbua, pepo hazitoki. Na tabia, nguvu za giza zinavyoendelea kukaa kwenye maisha ya mtu, ndivyo zinavyoendelea kukua. Unavyoendelea kuziweka, unaendelea kukua. Mwisho wa siku unageuka kuwa agent, unageuka kuwa wakala wa shetani. Kwa unakuwepo kanisani unapinga wachungaji, unakuwepo kanisani unavuruga kwaya, unakuwepo kanisani unaokota umomo mademu kwenye kanisani, unachukua wanawake. Unakuta sasa umegeuka kuwa agent sasa. Kwa sababu wokovu umekushinda, hutaki kusimama na Mungu, ile mizimu inaamka sasa kukusaidia wewe ili uendelee kufanya kazi za shetani. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa usikubali. Tumia damu ya Yesu kama kifutio kufuta madai yote. Lakini namba 6, badilisha mtindo wa maisha. Waefeso 4:22-24. Mvue utu wa kale, mvae utu upya. Usiendelee na tabia za zamani. Badilisha fikra, matendo, mwenendo, tabia, marafiki. Badilisha marafiki zako. Wewe rafiki yako amekupa nini? Rafiki ambaye anaongea story ambazo sio za Mungu. Badilisha mfumo wa maisha, geuka. Achana na mifumo iliyopita. Hiyo itakusaidia wewe kujua kama unatakiwa kuishije. Lakini usivyo, maisha ya wokovu ni ya kwako. Mateso utabaki nayo mwenyewe. Kaburini kila mmoja anazikwa mwenyewe. Ndio maana wengi wanateseka, wamehangaika sana, wamepigwa hela na manabii, wameliwa hela sana watumishi wanaosema yeye inakuaje, ulishatoa sadaka za ukombozi za kutosha. Lakini leo nani kufundishe? Shida sio sadaka, shida sio maombi. Anza kwanza kubadilisha wewe mwenyewe mwenendo wako. Anza kujibadilisha kwanza wewe mtazamo. Anza kubadilisha kwanza wewe mwenyewe. Anza kuwa na nidhamu kwanza wewe mwenyewe. Anza kumfuata Yesu binafsi, sio Yesu wa mkumbo. Naanza kufuata kwa mkumbo kwa sababu ulipelekwa, ulielekezwa na mimi naenda. Hapana. Binafsi amua kuokoka. Binafsi amua kumfuata Yesu. Binafsi badilisha mtindo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Badilisha mtindo wa maisha yako. Kuna mtindo wa maisha, unajua kuna watu wanaweza kubadilishwa na wewe kupitia tu tabia. Yaani sasa aisee, yule kijana, yule dada, yule baba, aisee yule baba akuaga vile, kweli ameokoka. Sasa matendo yako, tabia zako, mwenendo ulio nao au haumkonvinsi hata jirani, hata rafiki yako kuokoka. Stori zako matusi, stori zako za uhuni, stori zako za kisera. Na mimi huwa nawaambia watu, wewe ukijifanya ni muhuni, Mungu ni muhuni kuliko hata wewe. Ukijifanya msela, Mungu atakufanyia usela. Na unajichelewesha mwenyewe. Na mizimu hainaga urafiki. Mwisho wa siku kuna watu mlinyolewa nywele, mlikatwa vitovu, mlinyolewa kucha, walikata kucha. Kuna watu majina mlionao ni ya kurithi, na kinachokutesa ni majina ya kurithi. Na mwisho wa siku watu wanahangaika kwenye mfumo. Watu wanateseka kwenye majina ya kurithi. Wanatafuta njia ya kutoka, watoki. Kadhalika imekuletea habari ya kuchomoka katika hilo eneo la mizimu na laana za ukoo. Tukimaliza hili somo na maombi yakaanza hapa, hautaweza kamwe kuteswa tena na mizimu ya ukoo ukitembea. Wewe shida tu, kaa kwenye ukanda wa Mungu. Usifanye kazi sana kutafuta namna kutoka. Kubali kukaa upande wa Mungu. Kubali kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni silaha ambayo itakusaidia wewe kuvuka na kutoka katika hiyo vita inayokusumbua. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 7, dumu katika maombi na mifungo. Dumu katika maombi na mifungo. Mifungo isiyokuwa na idadi, maombi. Sasa mtu anaomba dakika 15, dakika 5 anataka kutoka kwenye mizimu. Anza kujifunza kwa maombi ya lisali 1 kwenda juu. Anza kuwa na mifungo isiyokuwa na idadi. Funga siku 3, siku 4 kwa wiki. Isipite siku bila kusoma neno. Isipite siku bila kufunga kuomba. Mimi mtu akija akasema anasumbuliwa na mizimu ya ukoo, kitu cha kwanza namuuliza, anasoma neno, anaomba, afanyi dhambi. Sasa wewe siku inapita Jumatatu, Jumanne, Jumatano unasoma Biblia, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili unabeba Biblia. Kama kufunga, unakuta mtu anafunga afu kifika saa 6 anasema nilisikia njaa tumboni nauma nikala. Sasa hivi unamkomoa nani? Kwa sababu lazima uamue
kusimama wewe mwenyewe binafsi, ili kwamba uweze kuwashinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litusaidie sana. Yesu Kristo atukuzwe. Kwa hiyo dumu katika maombi. Wathesalonike wa kwanza 5:17, ombeni bila kukoma. Ushindi unahitaji kudumishwa. Usiache kuomba, simama imara katika maombi, usiache kufunga, usiache kusoma neno. Haya ni moja ya maisha ambayo ya Mkristo anaelewa, Mkristo ambaye anamtafuta Mungu kwa namna kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nifanye maombi na wewe sasa ili ya kuweza kuvunja laana za kifamilia. Unaweza kuweka mkono wako mmoja kifuani, fuatisha maneno yasema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Natubia dhambi zangu nilizokukosea kwa kujua na kutokujua. Futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu. Andika upya majina yangu kwenye kitabu cha uzima milele. Ninakiri kutoka moyoni mwangu ya kwamba nilikuwa na wokovu feki, wokovu ambao sio sahihi. Leo ninakupokea maishani mwangu, ufanyike kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Tazama, nimelowea kwenye mifumo, nimezamia kwenye laana, nimezamia kwenye tabia chafu zilizopelekea mizimu ya ukoo kunyanyuka na kunitesa, nikaingia kwenye mfumo wa mateso kama wengine. Bwana, ninatubu, ninaomba ni rehemu. Ninatubu dhambi zangu zote, natubu dhambi za wazazi wangu. Nimegundua na nimetambua ya kwamba kuna roho za ukoo na mizimu zinazotesa familia. Yesu, naomba unisamehe. Mungu, ninafungua mlango wa moyo wangu ukaingia na kunitawala. Ninaungama dhambi zangu na za familia yangu. Ninaomba unisamehe na unitakase kwa jina la Yesu. Ninakataa kila laana ya kifamilia. Ninavunja kila mzunguko wa mateso na kila kifungo cha ukoo wangu, kile kinachojulikana na sichokijua. Ninajitenga na historia mbaya ya familia yangu. Damu ya Yesu ifute kila agano baya. Ninaingia katika uhuru wa Kristo. Maisha yangu yanaanza kuwa mapya katika jina la Yesu. Natangaza baraka ya kizazi changu na vizazi vijavyo katika jina la Yesu Kristo. Mimi si mtumwa tena katika maisha yangu. Haijalishi ni historia gani iliyosimama kwenye familia, mimi leo ninakataa hiyo historia itasimama kwenye maisha yangu kamwe katika jina la Yesu. Yesu, nakuja kwako, ninaomba unitetee, ninaomba unipiganie, ninaomba uniinue, ninaomba unisaidie, ninaomba unifungue kila mikataba na roho za giza. Naitumia damu yako kufuta kule kijijini kila historia ya mifumo yote, kila laana na matamko, magonjwa, mateso, kila roho zinazojirudia kwenye maisha yangu. Kuanzia sasa ninakataa, ninaharibu kila mikataba yote ya giza. Kuanzia sasa, roho za kipepo toka ndani yangu. Ninatubu kila madhabahu ya kuambatanishwa. Tamka, natubu kila dhambi za mababa, dhambi za mababu katika jina la Yesu. Sema, ninakataa mifumo yote ya giza, ninakataa roho za kichawi. Tamka, sema katika jina la Yesu, kila madhabahu ya kichawi na madhabahu ya kipepo inayonifuatilia, sema ninaikataa kwa jina la Yesu. Sema ninaikataa kwa jina la Yesu. Sema kuanzia sasa mimi sio mtumwa tena, mimi sio mtumwa tena. Ninakataa mapepo, ninakataa mapepo, ninakataa majini, kila roho za miungu na mizimu ninakataa kuwa chini ya utumwa wao. Haijalishi walipewa sadaka au walitamka maneno gani. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kuwa mtumwa, ninakataa mateso katika jina la Yesu Kristo. Walitamka uharibifu, nafuta uharibifu. Ninatamka neema katika jina la Yesu. Sema ninateketeza kila viambaza na roho za giza kwa jina la Yesu Kristo. Tamka tuseme katika jina la Yesu, mimi sio mtumwa wenu tena. Sema mimi sio mtumwa wenu tena katika jina la Yesu. Katika jina, sema ninayaharibu na kuyateketeza mamlaka yote aliyopewa shetani na mababu na mababa na ndugu zangu katika jina la Yesu. Ninazilaani na kuziteketeza kwa damu ya Yesu na kwa moto wa jina la Yesu. Kila roho na laana zinazoendelea kutilia mkazo maagano katika maisha yangu, kitu chochote kilichoingizwa kwenye maisha yangu kwa mkono wa kipepo au majini, ninakiamuru kiniachie kwa jina la Yesu. Kila aina ya sumu iliyopenyezwa kwenye maisha yangu, ninaiamuru itoke nje sasa katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, shusha moto juu ya kila roho ya mauti na kuzimu iliyoandaliwa kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Ninaponda kichwa na kukanyaga kila mkia wa majoka ya kiroho ya ukoo
katika jina la Yesu. Upanga wa moto uanze kukata kila kifungo kilichofungwa na wazazi wangu ili kunitesa. Bwana Yesu, nifunulie agano lolote la siri ambalo shetani amefunga nafsi yangu na anataka kufunga nafsi ya wengine na ndugu zangu. Kila pando ambalo Baba yangu wa mbinguni hakulipanda katika maisha yangu, ninakung'oa sasa katika jina la Yesu. Baba, ninapitisha umeme wa moto katika ardhi iliyobeba maagano, iliyobeba madhabahu ya mateso na inayonitaja. Napitisha radi ya umeme wa moto. Nafuta kila agano la siri ambalo ni la uovu, ninalivunja kwa jina la Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kufuta kila matamko na laana zote, nyimbo za kichawi, nyimbo za kimila, vilinge vya kichawi. Ninanyunyiza damu ya Yesu kuvunja laana zote za dhambi za wazazi wangu na dhambi zangu. Bwana Yesu, badili laana zote zilizoelekezwa kwangu kwa baraka. Kila nguvu ya uovu iliyoelekezwa kwangu, ninakuamuru kurudi moja kwa moja kwa aliyekutuma kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba kila alichosema adui kwamba hakitawezekana katika maisha yangu kiwezekane sasa. Ninajiondoa na kujitenganisha. Tamka kwa nguvu kutoka katika kambi yoyote ya mateka inayomilikiwa na adui. Ninajifungua na kujiondoa kutoka kwenye kifungo cha kurithi na cha ukoo. Bwana, tuma shoka lako la moto kwenye maisha yangu, ikakate kila mizizi ya roho za kifamilia, roho za mizimu. Ninapitisha damu ya Yesu katika mfumo wa mwili wangu. Magonjwa ya kurithi katika mifumo ya mwili, magonjwa ya mateso yatoke ndani yangu. Damu ya Yesu na moto Roho Mtakatifu unisafishe kila kiungo cha mwili wangu, moyo, mapafu, macho, masikio. Kwa damu ya Yesu Kristo ninavunja mikataba yote ya kiukoo na kabila inayonihusisha mimi, inayonihusisha jina langu na inayonitaja mimi. Katika jina la Yesu ninajiondoa, ninajivua, ninavunja laana zote za kabila, ukoo na familia. Kwa jina la Yesu ninatapika chakula chochote cha uovu nilicholishwa katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu, kwa mkono wa kipepo au majini au mizimu au wachawi, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kila shambulio lililopangwa juu ya familia yangu, tamka, na juu ya maisha yangu, ninalibatilisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninavunja matamko mabaya na matokeo yote mabaya yaliyoteka nafsi yangu. Ninaifungua nafsi yangu kuanzia sasa iwe huru katika jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi ni mzima. Kuanzia sasa mimi ni mali ya Yesu. Nimewakataa usajili wowote mlionisajili, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa mimi ni mali ya Yesu. Kuanzia sasa mimi ni mali ya Yesu. Yesu Kristo, ukaniinue, ukanitetee. Kuanzia sasa nimeokoka, sitarudi nyuma katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nikuombe, ninabomoa kila mikataba na roho za giza na mifumo yote ya giza. Ninafumua kila roho ambayo ilikuwa imesalia ndani ya msikilizaji huyu, ambayo ilikuwa imekaa muda mrefu kwa ajili ya mateso. Iwe ni laana na viapo vya damu, rabasika yanda rabakolia. Kila agano na mikataba ya giza ninapindua kwa jina la Yesu Kristo. Ninabomoa kila mikataba katika jina la Yesu. Ninafuta kila vilinge vya mapepo vilivyokuwa na nguvu juu yake. Kupitia haya maombi akanipa ushuhuda, kupitia matamko akanipa ushuhuda ya kwamba umemwinua Bwana na umempa hatua Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Ninavunja kila roho salio zilizosalia, masalio ya roho yoyote yaliyosalia kwenye maisha yake. Rikaraba shanda bakorobosika. Ninapasua kila viambaza na kila roho za madai. Ninaapisha enyi mapepo, ninaapisha enyi mizimu, ninawasemesha kwamba huyo sio mali yenu tena katika jina la Yesu. Bwana, ninaachilia neema, ninamfungwa kuanzia sasa awe huru kwa jina la Yesu, awe huru kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, ukitembea katika kanuni hizi 7 na ukaendelea kuzifuatilia kila siku, kuzisikiliza, na ukaendelea kuomba matamko haya zaidi ya 25 niliyokutamkisha ukayatamka, nina uhakika kabisa hautaona tena roho za mizimu
na roho za laana ya ukoo kwenye familia yako. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Ikiwa umebarikiwa na unatamani kuzungumza na mimi juu ya yale Mungu ambayo umekutendea, au uenda unataka kuombewa zaidi au kuinua sadaka kwa ajili ya huduma, unaweza kunipigia kwa 0789 950580, 0789 950580. Langu jina ni mtumishi na mchungaji Bishop Emmanuel Sinduije. Nipo Tanzania, Dar es Salaam. Mungu akubariki. Ni ukaribishe katika huduma yetu ya Ngome ya Makimbilio Church. Ubarikiwe pamoja na sisi. Amen.